Tushukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama, tumepata sare kwa mara nyingine tena. Haikuwa kwenye mipango yetu, ni sehemu ya mchezo, matokeo matatu, kushinda, kufungwa na kwenda sare. Vijana wamepambana kadri ya uwezo wao kama ambavyo walikuwa uwanjani wameshuhudia na wameona. Lakini kwa masikitiko makubwa kabisa, Malindi Sports Club hatujaridhishwa, hatujafurahishwa na mwenendo wa mwamuzi wetu. Tunaamini kwamba ameshindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Kuna matukio kadhaa ambayo yangeweza kutupatia alama tatu kwenye mechi ya leo. Ameweza kutunyonga kwenye lugha ya kawaida kabisa. Hatuwezi kusema kwamba alikuja kimkakati, hatuwezi kusema aliagizwa, hatuwezi kusema ametumwa, lakini tunasema mwamuzi leo hii wakati ametuharibia mchezo, si kwenye ladha ya mpira ambao Malindi tumetaka kuuleta, ligi ya ushindani. Tulitamani pia kuona kwenye waamuzi na wao wakiongeza uweledi kwenye namna ya kutafsiri sheria 17 za mpira miguu, lakini all to all, kama alikuja kwa maelekezo, alikuja kwa mipango, sisi kama Malindi Sports Club tumeridhia kwenye hayo, lakini tunajipanga kwenye mechi ambayo inayokuja ya dabi dhidi ya Mlandege. Viongozi wangu pamoja na wana Malindi wote hatujaridhishwa na maamuzi ya refa, lakini ndio mpira wa miguu, tumeyachukua hayo na tumesamehe kwa wakati huu. Acha tuone kwa hatua nyingine itasemaje, lakini watakavyotaka wabane hapa uwanjani, wavunje nazi nje. Malindi hii ni bingwa, maana walianza toka asubuhi kuvunja nazi na matokeo yamekuja nayo, lakini tuambiwa na Malindi tutane kwenye dabi inokuja, bado ari moral ni ile, Malindi ni bingwa, hatukati tamaa.